mwani sololi moyo kwenyi ubere kota charanga safi ya ndugu zetu wa kule Pokot. Unajua sisi watu tunasema kwamba wakati tunaenda kutahiri ama kupita katika ile initiation process inakuwa ni baada ya mwaka mmoja. Lakini ndugu zetu wanaweza chukua takriban miaka 15 ama hata 25 ndio upate ile process moja wanaifanya. Alafu ikifanywa haifanyi kwa kijana mmoja. Kama kwa mfano tunaona kijana anatolewa anaenda kupashwa tohara katika hospitali ama pale nyumbani. Kwa mfano ndugu zetu Waluya wanafanya hayo sana. Sasa kwa mfano ndugu zetu Waluya wanafanya baada ya mwaka mmoja, lakini ndugu zetu wa kule Pokot wanafanya baada ya aidha miaka 15 au miaka 25. Na hii ni shughuli ambayo inafanywa kwa vijana wote. Nazungumzia jinsia zote, watoto wa kike na wa kiume. Tunazungumzia kuna watoto wale wa kike unapata wameng'olewa meno mbili ya chini. Kuna wale wanang'olewa meno mbili ya pale juu. Vijana wale wa kiume wanatahiriwa. Alafu wanakwisha pelekwa wapi? Ukitahiriwa ama ukishapitwa katika ile process unapelekwa jandoni moja kwa moja. Unaenda kukaa huko miezi ngapi? Miezi 3. Kumbuka upatani na mama, upatani na baba, upatani na ndugu zako. Mpo pale kutoka maeneo tofauti tofauti kwa msitu kule. Mumetulia huko, mnapitia ile process yenye inahitajika. Ikishatamatika ndio sasa mnarejea wapi? Kwa boma. Na si ati unarejea tu moja kwa moja kwa boma. La hasha. Kuna ile process ambayo inafuatwa. Kuna zile kimila ambazo zinafanywa. Ni zipi? Kwa mfano, wale vijana wanapotoka katika kule msituni, wamemaliza sasa, wale wa kutahiriwa wamepona, wale wa kung'olewa meno, wale watoto wa kike wametulia. Na kumbuka watoto wa kike wanakaa upande moja, alafu wa kiume wanakaa sehemu moja. Si kwamba wamekaa wote sehemu moja. Unaelewa? Si kwamba wamekaa wote sehemu moja. Sasa baada ya hapo kuna familia moja ambayo inachukuliwa kuhakikisha kwamba inafanya ile shughuli. Yaani boma moja kubwa. Mkitoka kule jandoni, ng'ombe kuna yule ng'ombe ambaye kila kijana ambaye ametoka jandoni atamguza. Yule ng'ombe amesimamishwa pale. Yule ng'ombe atatandikwa na wale vijana hadi afanye nini? Azirai, asuffocate. Akikwisha kusuffocate, kuna mzee ambaye amepewa lile jukumu, ako pale na mkuki. Atamdunga yule ng'ombe. Akikwisha mdunga, damu inaanza kutiririka. Wakati damu inatiririka, inachotwa vizuri zaidi katika kifaa maalum. Wakishamaliza kuchota ile damu, wanaiganda vizuri, alafu vijana wanapakwa moja kwa moja. Sikia utamu wa kimila. Vijana wanapakwa mmoja baada ya mwingine. Kama tunavyoona ndugu zetu wa Maasai wakinywa, hawa ndugu zetu wa Pokot hawani. Alafu hiyo process inaitwa murukutwa. Murukutwa. Hiyo process ya vijana wametumwa pale msituni, jandoni, wamefanya mambo yao, wamemaliza. Alafu kumbuka chakula, wewe mzazi unapika tu, unapeleka kule msituni. Yule ambaye atapata ndiyo atakula. Unaweza pata wewe kwako labda umepika ugali, kule mmoja amepika mchele, kuna yule amepika viazi, uji, zinaletwa pale. Wale vijana watakuja wasanyike pamoja, alafu wale kwa pamoja. Kwenu nyinyi mnafanya aje? Kwa mfano, ndugu zetu wa Jaluo wanatahiri baada ya mwaka mmoja. Wanaita leap and non-leap year. Yeah? Na I think non-leap year producer, kama sijakosea, leap year ndio ile ambayo unaweza gawa mara mbili, alafu iko sawia. Kwa mfano tuseme kama 2024. 2024 unaweza gawa mara mbili, ikawa 10 0 kwa mfano, kitu kama hiyo 1 2. Lakini hawa ndugu zetu wanafanya baada ya miaka kama 15. You can imagine miaka ikiwa ni 15 imefanywa.
Ni wangapi, vijana wangapi ambao wanafanya? Sio mmoja na si wawili na si watatu, ni wengi. Wanaweza kuwa takriban 1,000 na uchafu kule, ama hata 10,000, kwa maana wanafanyiwa kwa wakati mmoja. Alafu kumbuka kuna ule ng'ombe wa kike ambaye vijana wale kutoka katika ile familia ile ambayo ilichaguliwa kufanyiwa hii sherehe watakalishwa kule juu. Kuna ng'ombe mmoja wa kiume ambaye kwa heshima vijana wa hii familia wataketishwa kule juu kwa ishara ya heshima na taadhima kwa kukubali kufanya ile sherehe. Sijui kwenu mnafanya aje mtazamaji? Sijui hiyo kama wewe ushawahi sikia. Unaona tu unapatana kwa mfano na ndugu zetu wa Maasai wamefanywa yale masikio yanakaa vingine wenyewe wanajua. Kuna wale wanangolewa meno, kuna wale vile vile wanatairiwa. Sijui kwenu mnafanyaje? Kuna wale wanatairiwa, kuna wale wanangolewa meno, nasikia kuna wale wanadungwa midomoni pale, kuna wale wanadungwa ndimi. Ni tofauti, vimila ni tofauti, na siku zote wahenga na wahenguzi walisema kwamba muacha mila ni mtumwa. Anyway, zungumuza nami kupitia kwa 0728714232 ama katika mitandao yangu ya kijamii pale Facebook, Twitter na vile vile Instagram @Pepeta TV, na vile vile unaweza tupata pale YouTube @Pepeta TV. Wachilia comment ya kwako pale, na vile vile mie unaweza nipata @Omsirangwe Papa, na kama kawaida ni ndani ya Pepeta TV. Mpango mzima hewani ni Pepeta Kikwetu, na kama kawaida nahodha wa kwako wa siku zote niite Omsirangwe Papa, na hapa tunakupa kile ambacho wewe unakipenda. Sijui wewe kwenu mnafanyaje? Wacha tuingie chini ya maji kidogo tu, tupate burudani kidogo. Tukirejea nitakuwa napita na jumbe zenu, na vile vile nitakuwa napokea simu zenu, alafu masuala yanakuwa ni matamu tena zaidi. Alafu by the way, wacha nikwambie kitu kabla producer tuingie kwenye dance kidogo. I'm the new grandfather in town. Wakati nilikuwa nakuja nikitoka katika familia yangu, I'm the new grandfather in town. Wakati nilikuwa natoka katika familia yangu nikija so wakaniambia, Papa Omsirangwe ama Omsirangwe Papa, ukifika katika mpango mzima ambia mashabiki wako watutafutie jina moja la mtoto wa kike, yani jina safi zaidi, jina safi zaidi. And the old man with the gold. Producer, kama unanipata nipe moja safi, kwa maana leo nina furaha mimi. Wanasema niko na furaha kama kibogoya aliyepata meno wakati wa kula nyama. Nipe tu moja tu, ile nitaanguka tu nayo tu, ni wapige tu mapige tu na majina zikuja hapo watu wangu. Mimi nataka tu jina. Leo nikipita na jumbe zenu, nataka ukisha comment unawacha na jina. Ukisha comment unawacha na jina. Kwanza nitaanza na producer nikimaliza show, alafu nipite pale receptionist, kuna mtoto mmoja wa kike mrembo aniambie jina moja. Alafu niende, nikishafika pale wajukuu wangu waanze kukombea, au sio? Producer, twende kazi. Baba olera maloso ande simoni zololi moyo kwenyi mubere kotachiranga. Olera maloso ande simoni zololi moyo kwenyi mubere kotachiranga.